Pendekezo la Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin la kuanzisha tena mazungumzo ya amani na Ukraine huko mjini Istanbul nchini Uturuki kuanzia Mei 15 limefikiwa na kukataliwa na Marekani pamoja na viongozi wakuu kutoka Ulaya ambao wamekazia kwamba hakuna mazungumzo yanaweza kuanza bila usitishaji vita kamili na usio na masharti. Katika mkutano na waandishi wa habari mapema kabisa asubuhi ya Mei 11, Putin aliweza kuialika tena Ukraine kuanzisha mazungumzo ambayo kulingana na msaidizi wa Kremlin Bwana Yuri Ushakov alisema ya kuwa Urusi inataka yawe msingi wa masharti ya mazungumzo ya Istanbul ya mwaka 2022 na hali ya sasa kwenye uwanja wa kivita. Pendekezo la Putin lilikuja siku moja tu baada ya Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani anayefahamika kama Friedrich Merz, waziri mkuu kutoka nchini Uingereza anayefahamika kama Keir Starmer na waziri mkuu wa Poland anayefahamika kama Donald Tusk kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko jiji kuu la Kyiv kuunga mkono wito wa pamoja wa Magharibi kwa siku 30 isiyo ya kawaida. Kyiv imesema iko tayari kuzungumza, lakini ikakazia mazungumzo yote lazima yaanze na kukomesha kabisa uhasama, ambapo pia pendekezo hilo lilitolewa awali na rais wa Marekani Bwana Donald Trump linakamilishwa pia na Marekani na washirika wa Ulaya. Waziri mkuu wa Poland Bwana Donald Tusk aliandika ya kwamba katika kujibu rufaa yetu, Warusi wamependekeza mazungumzo ya amani kuanzia Mei 15. Ulimwengu hata hivyo unasubiri uamuzi wa pande zote kuhusu usitishaji vita wa mara moja na usio na masharti. Ukraine iko tayari na hakuna waathirika tena. Mjumbe maalum wa Marekani Bwana Keith Kellogg pia alirejelea wasiwasi huo akisema ya kuwa kama Rais Donald Trump alivyosema mara kwa mara, acha mauaji, usitishaji vita usio na masharti wa siku 30 kwanza, na wakati huo uingie kwenye mazungumzo ya kina ya amani, si kinyume chake. Jana mjini Kyiv, sisi na washirika wetu tulitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 ili kuunda nafasi ya mazungumzo. Ukraine pia ilikubali bila iwapo au lakini, kansela wa Ujerumani Merz alisema katika taarifa yake kwenye jukwaa la kijamii la X ya kwamba wanatarajia Moscow sasa itakubali kusitishwa kwa mapigano. Hili ni muhimu kabla ya kuanza mazungumzo ya kweli. Mazungumzo hayawezi kuanza hadi mazungumzo yatanyamaza. Ikulu ya Kremlin nayo imeendelea kukataa pendekezo lolote la kusitisha mapigano, ikisema ya kwamba mazungumzo hayo lazima yaanze kwanza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kutoka nchini Urusi, Maria Zakharova, alisema ya kuwa Putin alisema kwa uwazi ya kwanza kuzungumza kuhusu sababu kuu na kisha wanaweza kuzungumza kuhusu kumalizika kwa vita hivyo, ambako mahitaji ya Moscow yanajumuisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka maeneo manne yanayokaliwa kwa kiasi, kutambuliwa rasmi kwa unyakuzi wao, kutambuliwa Crimea, kupiga marufuku wanachama katika NATO na mabadiliko ya kurejesha jukumu la lugha ya Kirusi na kanisa. Pia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin imeripotiwa kwamba aliweza kuzungumza kwa simu na rais wa Uturuki Bwana Recep Tayyip Erdogan kujadili pendekezo la Moscow na kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine huko Istanbul kuanzia Mei 15. Taarifa hii ni kutoka Kremlin, yani ikulu ya Urusi, ambayo imetolewa siku ya leo ya Mei 11 mwaka huu. Ikulu ya Kremlin ilisema viongozi hao walifanya mazungumzo ya kina kuhusu mpango wa Urusi na Erdogan akaonyesha kuunga mkono kikamilifu, akikazia utayari wa Uturuki kutoa mahali na kusaidia katika kuandaa mazungumzo hayo. Uturuki itatoa kila msaada unaowezekana ili kuwezesha mazungumzo na juhudi zinazolenga kufikia amani endelevu, Kremlin ilisema ikimnukuu Erdogan. Ingawa haijajumuishwa katika somo la Kremlin, taarifa ya Uturuki kuhusu wito huo ilisisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa mapigano kabla ya mazungumzo ya amani kuanza rasmi. Kwa kuzingatia kwamba fursa ya kupata amani imefunguliwa, taarifa hiyo ilisomeka kuwa
Rais Erdogan alisema kuwa usitishaji wa mapigano wa kina utaunda mazingira muhimu ya mazungumzo ya amani. Wito huo unakuja huku Moscow ikishinikiza mazungumzo yaanze tena mjini Istanbul, huku ikiendelea na mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine, ambako pia Kiev ilisema iko tayari kuzungumza na Moscow. Rais wa Ukraine Zelensky alisema mnamo Mei 11 kwamba Ukraine iko tayari kukutana ikiwa Urusi itathibitisha usitishaji vita kamili unaodumu na utakao tengemaa. Mazungumzo ya Istanbul yanarejelea mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi yaliyofanyika Uturuki mwishoni mwa Machi 2022, ambayo yalibainisha masharti yanayoweza kuwa ya makubaliano ya amani. Katika kipindi cha miaka mitatu tangu kufeli mazungumzo hayo, mitandao ya propaganda ya Urusi mara kwa mara imesukuma wazo kwamba amani ilikuwa karibu kupatikana Istanbul kabla ya viongozi wa Magharibi, hasa wakati huo kiongozi mkuu wa Uingereza maarufu kama Waziri Mkuu Boris Johnson kudaiwa kumshinikiza Zelensky kukata mpango huo na kuendelea na mapigano. Kwa kweli hati zilizovuja za mwaka 2022 zilionyesha kwamba ofa ya kwanza ya amani ya Moscow ililingana na kujisalimisha kwa Ukraine. Kulingana na uchunguzi wa Radio Free Europe ulisema ya kwamba rasimu ya makubaliano ya awali ya Urusi yenye kurasa 6 iliyowasilishwa Machi 7, 2022 ilidai Ukraine ipunguze wanajeshi wake hadi kufikia wanajeshi 50,000 na kusalimisha uwezo wake wa kutengeneza au kupeleka makombora masafa marefu au silaha nyingine za hali ya juu. Rasimu hiyo pia iliitaka Ukraine kutambua udhibiti wa Urusi juu ya Donetsk na Luhansk, kuwekeza tena katika maeneo yenye vita kwa mujibu wa masharti ya Urusi na kuhalalisha kabisa alama za Sovieti na kikomunisti. Makubaliano ya Istanbul yalifanyika siku 30 baada ya uvamizi, na matakwa huko Istanbul yalikuwa muhimu kwa Ukraine iliyodhoofika, alisema Keith Kellogg, mjumbe wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump, akiwakilisha huko Ukraine wakati wa mjadala wa Machi 6 katika baraza la mahusiano ya kigeni.